Yesu Kristo mkombozi atukuzwe, makuhani wa Kristo. Amina. Yesu Kristo mkombozi atukuzwe. Amina. Hongereni na ibada. Asante na wewe pia. Haya, somo letu la leo lilikuwa linasema Pasaka ni mwezi wa kwanza. Ndio. Karibuni kwa mahojiano. Karibu shemasi wa Kristo. Asante kwa kunipa nafasi hii. Somo letu la leo linasema Pasaka ni mwezi wa kwanza, tarehe 14 na 15. Amina. Amina. Tunaona siku ya leo tarehe 20 wenzetu wa makanisa mengine wanasherehekea siku mwezi wa 4 mwaka 2025 linalosema Pasaka ni mwezi wa kwanza tarehe 14 hadi 15. Siku ya leo tarehe 20 wenzetu wa makanisa mengine wanasherehekea siku ya Pasaka. Wanasherehekea ufufuko wa Yesu. Lakini sisi makuhani, Pasaka ni mwezi wa kwanza. Siku ya Pasaka tumesherehekea kama neno linavyosema kwenye hii Hesabu 28 mstari wa 16 hadi wa 17, kwamba sikukuu ya Pasaka ni tarehe 14 na 15 ya mwezi wa kwanza. Amina. Amina. Hata miaka ya nyuma tulikuwa tumefungwa kwa sababu tulikuwa tumeambiwa kwamba Pasaka ni mwezi, iwe Pasaka haina mwezi maalum, ni mwezi wa 3 au wa 4, kama ilivyokuwa wa 4 huu ndio Pasaka inaliwa. Amina. Na tunaambiwa kwamba Pasaka hii inasherehekea ufufuko wa Yesu. Lakini sisi makuhani tunaposherehekea Pasaka tarehe 14 na 15 mwezi wa kwanza, tunasherehekea Pasaka ni ukombozi. Amina. 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 Sasa tulikuwa kwenye udanganyifu. Tunadanganya kwamba Pasaka ni mwezi wa 3 au wa 4, tarehe yoyote itakayotajwa. Amina. Amina. Tulikuwa kuna udanganyifu, lakini tunamshukuru Yesu kwa sasa hivi hapa tulipo. Hata mwaka huu tumesherehekea Pasaka tarehe 14 na 15 ya mwezi wa kwanza. Amina. Tunamshukuru Yesu kwa sababu ameweza kumfunulia kuhani wa Kristo maandiko, naye kuhani akaweza kutufundisha tukaelewa nini maana ya Pasaka. Tukaelewa kwamba Pasaka sio ufufuko, Pasaka ni ukombozi. Na Pasaka inatakiwa, Pasaka iliyo Yesu aliyokula na wanafunzi ya tarehe 14 na 15 mwezi wa kwanza. Amina. Amina. Tukiangalia kwenye hili somo hapa linalosema kwenye kitabu cha Hesabu 9 mstari wa 2 hadi wa 6. Tutasoma kwa jina lake Yesu Kristo mkombozi. Amina. Tena wana wa Israeli na washike sikukuu ya Pasaka wakati wake walioagizwa, siku ya 14 ya mwezi huu wakati wa jioni. Mtashika kwa wakati wake ulioagizwa, kwa amri zake zote na kama hukumu zake zote zilivyo ndivyo mtakavyoshika. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba waishike sikukuu hiyo ya Pasaka, nao wakaishika Pasaka katika mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni, katika bara ya Sinai, vile vile kama hayo yote Bwana aliyowaagiza. Musa ndivyo alivyofanya. Wana wa Israeli basi walikuwako watu waume kadha wa kadha waliokuwa na unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu, hata wasiweze kuishika Pasaka siku hiyo. Nao wakaenda mbele za Musa na Haruni siku hiyo. Hao watu wakawaambia. Amina. Tunaona hapa tunaambiwa wana wa Israeli. Kwa sasa hivi hata sisi hapa tulipo tunavyoambiwa wana wa Israeli, hata sisi tunajihesabia sisi ni wana wa Israeli. Amina. Kwa sababu tunaona hapa Pasaka walivyoambiwa, hata Musa aliwaambiwa wana wa Israeli waishike. Mungu alivyomwagiza Musa kwamba waishike Pasaka. Pasaka hiyo walivyoambiwa waishike sio hii ya tarehe 20 ambayo inasherekewa na wenzetu leo. Ni Pasaka ile ya kusherekewa mwezi wa kwanza tarehe 14 na mwezi wa kwanza. Ya mwezi wa tarehe 14 na 15 mwezi wa kwanza. Amina. Amina. Namshukuru Yesu kwa kuwa ametufunulia hili, tukaelewa kwamba tulivyokuwa tunafanya miaka ya nyuma tulikuwa tunafanya sivyo, tena tulikuwa tunamkosea Mungu. Amina. Amina. Maana wengi wetu tumezoea kwamba Pasaka ikiwa itajwa sikukuu
Iwe miaka nyuma tulikuwa tunasherehekea, iwe ni Christmas, iwe ni mwaka mpya, iwe ni kama Pasaka kama leo wenzetu wanavyosherehekea, kwamba mtu asiposhona nguo mpya haoni kama ni amekula sikukuu. Kunakuwa na maandalizi, watu wameshona nguo mpya, watu wanaandaa, kama ni vileo vinaandaliwa, kama ni nyama, wengine wanachinja nini, wanasema ni sikukuu. Kama leo wenzetu wanavyosherehekea wanasema ni Pasaka, lakini kumbe tulikuwa tunaenda kinyume na neno la Yesu Kristo mkombozi linalosema. Amina. Amina. Lakini tunamshukuru Mungu, sisi makuhani leo hatujasherehekea sikukuu ya Pasaka. Maana sisi tulishasherehekea Pasaka kama maandiko yanavyosema. Amina. Amina. Tulishaondokana kwenye huo udanganyifu, kwenye huo uongo tulishaondoka. Tunamshukuru Yesu kwa hilo. Amina. Amina. Kwani pia alipokuwa anatufundisha leo, alipofundisha alisema kwamba tunaposherehekea Pasaka, mtu aliyesherehekea Pasaka ya leo, ina maana amefanya mambo pia hayampendezi Yesu Kristo mkombozi. Na tukifanya mambo yasiyompendeza Yesu Kristo mkombozi, pia kuna shida tutakayopata. Amina. Amina. Kwa hiyo tunamshukuru Yesu. Sisi makuhani wa Kristo leo tumekuja kumwabudu Yesu Kristo mkombozi, ni siku ya Sabato. Amina. Amina. Hatujaja kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Amina. Tumekuja ni siku ya Sabato, tumekuja kumwabudu Yesu Kristo mkombozi, maana tunajua siku ya leo yale yanayotendeka ni udanganyifu. Hakuna Pasaka inayosherekewa mwezi wa 4. Amina. Amina. Tunamshukuru Yesu kwa hilo. Amina. Amina. Karibu kwani wa Kristo. Halafu kingine pia tunapenda kumshukuru Yesu kwa hili, kwamba wengine ukiwaambia kwamba Pasaka ni mwezi wa kwanza, wanakuwa na malumbano, wanakuwa na ushindani. Wanaona kwamba kama wewe kama vile umechanganyikiwa fulani, kama vile huna ufahamu. Ukiwaambia kwamba Pasaka ni mwezi wa kwanza tarehe 14 na 15. Lakini simlaumu mtu, kwa sababu hata mimi nilikuwa kwenye kifungo hicho, lakini namshukuru Yesu amenifungua. Amina. Anayeshindana juu ya hilo, naona yuko kwenye kifungo. Lakini Yesu, naamini siku akisoma maandiko Yesu atawafungua pia, watajua maana ya Pasaka ni nini. Watasherehekea Pasaka kama si makuhani tunavyosherehekea Pasaka. Amina. 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 Karibu kwani wa Kristo. Asante sana, nashukuru. Mimi nilikuwa sijui maana ya Pasaka, kwamba inatakiwa ifanyike tarehe 1 mwezi wa kwanza tarehe 14 hadi 15. Ndio. Kwa kweli leo nimejifunza kitu kikubwa sana. Amina. Kwamba Pasaka ina maana ingekuwa sisi tungetakiwa tufanye Pasaka leo. Pasaka yetu sisi tumeshakula tarehe 14 mwezi wa kwanza. Amina. Amina. Kwa hiyo waliofanya Pasaka leo na kusherekea na kufanya na kuchinja mang'ombe, sio kuchinja mbuzi, kusherekea, kunywa sana, kufanya uasherati, kufanya kila kitu. Maana Pasaka kwao unakuta ni mtu ni mlevi, mtu anafanya vitu ambavyo havifai, anafanya uzinzi, yani ni siku yake ambayo ni kutoka na mtu ambaye yani wanatoka hata na mtu alikuwa hajapanga, lakini wanaambizana twende sehemu tukae tunywe tufurahi kwa sababu ni Pasaka. Amina. Amina. Sisi hatuifuati hizo Pasaka. Pasaka yetu sisi tuliopangiwa na Yesu ni tumesoma maandiko kwenye hii Hesabu 28 mstari wa 16. Ya kwamba tena mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi ya Pasaka itakuwa ni siku ya Bwana. Siku ya 15 ya mwezi huo patakuwa ni sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Kumbe hata hiyo siku ya tarehe 14 hadi tarehe 15, tarehe 15 hiyo tunatakiwa tuile mkate ambao usiotiwa chachu. Amina. Amina. Wengine hawajui, wanasherehekea tarehe mwezi wa 4 tarehe 20. Wengine wanasherehekea mwezi wa 3 kwenye tarehe 28 au tarehe 30. Lakini sisi tumefunuliwa na Yesu Kristo kwamba Pasaka yetu ni tarehe 28, tarehe 14 hadi 15. Amina. Amina. Kwa hiyo mimi nawaambia ambao waliosherehekea leo Pasaka wameenda kinyume na mapenzi ya Yesu. Amina. Amina. Wamefanya mambo ambayo sio, yani wanataka kuleta mapigo kwenye manyumba yao. Amina. Maana haitaki kuchinja Pasaka siku ya leo mwezi wa 4 tarehe 20. Amina. Amina. Kwa hiyo nawahamasisha waliofanya siku ya leo wameenda kinyume na neno la Yesu Kristo. Na waasa kwamba wasome katika hiyo Hesabu 28 mstari wa 16 ili waweze kujifunza zaidi. Amina. Amina. Asante sana. Karibu. Karibu. Mwinjilisti wa Kristo. Karibu sana. Asante, nashukuru sana kwa kweli kwa nafasi hii.
Nashukuru sana. Sababu ninaposema kwamba leo ni Pasaka ni mwezi wa kwanza. Kwa kweli leo tunaona kwamba leo wenzetu wanasherehekea Pasaka. Lakini kumbe sivyo, ni udanganyifu. Leo nimejua kweli ukweli kwamba mwezi wa 4 sio Pasaka. Pasaka ni mwezi wa kwanza tarehe 14 hadi 15. Na Yesu alikula na wanafunzi wake katika Pasaka hiyo. Lakini hapa tunasikia kwamba leo ni mwezi wa ngapi, wa tarehe 20 wanakula Pasaka. Kumbe hawajui maandiko. Unakuta watu wanasherehekea kwa kama leo watu wanasherehekea wanakunywa, kula. Mahali pa kunywa na kula unakuta pana dhambi pia. Inatokea hapo, matukano nini. Kumbe wanasema ni ufufuko wa Yesu. Kumbe ni bado hajaelewa maandiko matakatifu. Kwa hiyo Pasaka wanayosherehekea hii wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Haiko kwenye Biblia. Haiko kwenye Biblia kabisa. Lakini wanasherehekea kwa sababu ni wamepokea tu, ni mapokeo, kama ni kitu kama mapokeo tu. Tunasherehekea, kumbe ndio wanasherehekea kitu ambacho hawajui na hawaelewi. Wanachokisherehekea ni nini? Lakini tunaamini, hata namshukuru Yesu kwa mleta kuhani Kilimanjaro akaweza kutufundisha. Pasaka ni Januari, ni mwezi wa kwanza tarehe 14 hadi 15. Hata mimi nilikuwa sijui tu, hata mimi nilikuwa tunasherehekea tu hivyo tu. Tunapima nguo, tunachinja, tunakula. Kumbe tunajifurahisha tu. Kumbe Yesu hayuko hapo. Ni kitu tofauti kabisa. Basi kweli leo nimejua ukweli. Amina. Na ukweli umenipa uhuru. Amina. Amina. Na mimi hata familia yangu nitaifundisha. Amina. Kwamba nikusherehekea ni sio kwamba ni mwezi wa 4, isipokuwa ni mwezi wa kwanza tarehe 14 hadi 15. Amina. Amina. Tunaomba Yesu aendelee kutufungua siku zote za maisha yako. Amina. Amina. Yesu Kristo mkombozi atukuzwe sana. Amina. Mimi ningependa hapa nichangie kidogo. Kwanza namshukuru Yesu. Amina. Kwa kumfunulia kuhani neno hili tukapata kuelewa wengi. Maana wote tulikuwa kwa kweli hatujui maana ya Pasaka ni nini. Tulikuwa tunasherehekea Pasaka kama wenzetu wanavyosherehekea, lakini kupitia kuhani wa Kristo Yesu akamfunulia. Basi neno hilo likaonyesha ukweli ndani yake. Maana siku zote Biblia tunazo na tunazisoma. Lakini Yesu hakuwa amelifunua hakuwa amefunua kwamba Pasaka ni tarehe 14 na tarehe 15 mwezi wa kwanza. Tulikuwa hatulitambui hilo. Hapa kitabu cha Hesabu 9 mstari wa 2 hadi wa 6. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Hapa nasema kuchinja Pasaka mwezi wa 2 au mwezi wa 3 au mwezi wa 4. Mawazo haya yalitokana na wafalme na wakuu wao, wala haikuwa swala la wana wa Israeli, bali wafalme walisoma habari za Pasaka, wakakuta watu wamesahau kumchinjia Bwana Pasaka. Basi wakaamuru wachinje bila kufata kalenda ya Israeli. Ina maana hii sherehe ya Pasaka inayosherekewa mwezi wa 4, mwezi wa 3, mwezi wa 2 ni habari za wafalme, sio habari ya Yesu. Hizo ni sikukuu wafalme waliamua kuziadhimisha wao, na wakaweza kuwateka watu wote, wakawaweka kwenye sherehe za Pasaka za mwezi wa 4. Wakaacha kusherekea Pasaka mwezi wa kwanza tarehe 14 hadi tarehe 15. Wanaotusikiliza sasa hivi, mimi nawaombe wasome sana maandiko na wajue kwamba Pasaka wanaoifanya mwezi huu wa 4, hiyo ni mipango ya wafalme, wala sio mipango ya Yesu mwenyewe. Mipango ya wafalme, waliwadanganya wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wamesahau siku ya Pasaka. Kwa hiyo nao wakajikuta wanasherehekea Pasaka mwezi wa 4, mwezi wa 3, mwezi wa 2. Wanaotusikiliza sasa hivi wasome maandiko
wajue kwamba Pasaka haipaswi kusherekewa mwezi wa 4. Pasaka inapaswa isherekewe tarehe 14 mwezi wa kwanza hadi tarehe 15. Sisi tuliotambua hiyo Pasaka tumeshafanya Pasaka, tumeshamchinjia Bwana Pasaka mwezi wa kwanza tarehe 14 hadi 15. Amina. Amina. Wanasherekea Pasaka mwezi wa 4, wanaweka vileo, wanachinja, wanakunywa pombe, yani wanafanya kila aina ya uchafu. Lakini wanakosea, kwa sababu Pasaka sio ufufuo, wala Pasaka sio kunywa vilevi, bali Pasaka ni siku ya ukombozi. Wanatakiwa wafurahie ukombozi wao na wala sio kufurahia kufufuka kwa Yesu. Kuanza kunywa pombe, kuanza kufanya sherehe za kutoa makafara. Wamrudie Yesu na waangalie maandiko ili hii dhambi wasiitende tena. Amina. Amina. Asanteni sana. Karibu mwinjilisti, tuma salamu kwa watu watatu. Asante. Salamu za kwanza natuma baba wa kiroho na mama wa kiroho akiwa hapa Msupini. Salamu zangu za pili natuma kwa familia yangu mahali popote pale lipo. Salamu za tatu natuma kwa marafiki zangu mahali popote pale walipo. Ujumbe, wasome Biblia. Asante. Karibu mkoani wa Kristo, tuma salamu kwa watu watatu. Salamu zangu za kwanza natuma kwa mama yangu akiwa hapo Samanga. Salamu za pili natuma kwa ndugu jamaa na marafiki wananijua. Salamu za tatu natuma kwa mdogo wangu Elke akiwa hapo Wazima Moshi. Ujumbe, nawaambia kwamba wasome maandiko. Katika hiyo Hesabu 28 mstari wa 16 hadi wa 17 watajua maana ya Pasaka na watajifunza, watatoka kwenye udanganyifu. Amina. Amina. Karibu Shemasi wa Kristo, tuma salamu kwa watu watatu. Amina. Salamu zangu za kwanza natuma kwa mtoto wangu Emmanuel akiwa chuo cha Dodoma pale UDOM pale Dodoma. Salamu zangu za pili natuma kwa mama yangu Mary Stamba akiwa Rombo. Salamu zangu za tatu natuma kwa mama yangu wa kiroho na mama yangu wa kiroho wakiwa kanisa la hapa Msufini. Ujumbe, kwamba wasome Biblia walijue neno. Wasome kwenye hii Hesabu 9 mstari wa 2 hadi wa 6, wajue nini maana ya Pasaka. Maana wamebaki kusherekea. Najua hata siku ya leo mamangu na mtoto wangu watakuwa wamesherekea sikukuu ya Pasaka. Kwamba nilikuwa nawaambia leo sio kusherekea kufufuka kwa Yesu. Sikukuu ya Pasaka ni kusherekea ukombozi, na sio mwezi wa 3 wala wa 4. Ni tarehe 14 na 15 mwezi wa kwanza. Anamuomba Yesu aweze kuwafunulia, aweze kusoma maandiko na aweze kuelewa na watoke kwenye udanganyifu. Amina. Amina. Napenda kutuma salamu. Salamu zangu za kwanza zifike kwa mama wa kiroho. Salamu ya pili ifike kwa watumishi wote. Salamu za tatu zifike kwa wanaoangalia kipindi hiki. Ujumbe, wasome maandiko, watoke katika udanganyifu. Yesu hapendi watu wanaoenda katika uongo. Amina. Amina.